Tanzania sio kamati ya TFF, kwa sababu bodi ya ligi ni kamati ya TFF. Hawana meno, hawana mamlaka. Kwa wanachokifanya wao ni kinachofanyika, pia wanawashirikisha TFF na ndio kinakuwa. Kwa maana hiyo kama wanapata nguvu wao wenyewe, bodi kama bodi wanaamua, ni kitu kizuri. Kwa maana hiyo sasa bodi inapovunjwa, hii ni nafasi ya kwenda kutengeza bodi mpya. Kwa maana hiyo haiwezi kutengezwa kipindi cha siku ngapi. Kwa lazima tukubali kwamba ligi itapotamatika, bingwa akapatikana, kuna vitakutana vilabu, kwa sababu bodi ya ligi ni vilabu. Watakutana vilabu, wataweza kurekebisha baadhi ya kanuni, wataweza kutengeneza baadhi ya kanuni, na kila kitu kisha kuwa sawa, basi taratibu zingine zitafuatwa. Kwa maana hiyo bodi mpya tutarajie kuiona msimu mpya, ila kuvunjwa kwa bodi ndio huku sasa kujiuzuru kwa viongozi na kusimamishwa baadhi ya viongozi. Kwa maana hiyo tayari wale wamechagua kuwajibika. Kwa kama wamechagua kuwajibika, kilichobakia ni vilabu pamoja na shirikisho kukutana mwisho wa msimu na kutengeneza bodi nyingine ambayo itakuwa ni bodi huru na haitakuwa na makando kando. Yani watasimama, watanyoosha kwenye kile kitu ambacho wana deserve kuweza kunyoosha, watanyoosha. Kama kuna mtu anastahili kuadhibiwa, ataadhibiwa. Kwa maana hiyo kama bodi ya ligi tayari imeshafanyaje, imevunjwa, kwa muktadha huo tutarajie kuona pia hapata kuwa na zile kamati za masaa. Zamani kwa inaitwa masaa 72, sasa hivi kwa inaitwa kamati ya ligi, si ndio? Hakuna. Kwa hiyo kamati za TFF ndo zitaongoza kipindi hiki, na TFF ndo wataongoza kwenye michezo iliyosalia mpaka kutamatika kwa ligi. Simba Sports Club sasa hivi tumeona kwamba hapo jana kwenye walitu na kiongozi mkubwa. Hivyo nadhani na Simba hawajatoa tamko lolote. Unadhani kama waenda wakayafanya kama Young Africans waweza kuyafanya, walikuwa wakiitwa wakaza, lakini wakirudi msimamo wao uko pale pale, labda Simba nao wanaweza kusimamia msimamo wao kwamba pale tofauti na tarehe 15 wasicheze? Kupanga ni kuchagua. Kwa hiyo Simba Sports Club wamechagua kunyamaza, ndio maana waliposti tu mashabiki. Kwa hiyo kwenye makubaliano, naamini mimi sifahamu, lakini naamini kwamba walipokutana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika mazungumzo ambayo ameyazungumza, pia kuna maandishi na kuna makubaliano ya maandishi. Kwa maana hiyo zilikutanishwa taasisi mbili, unazungumza Simba Sports Club na Young Africans. Kwa zote ni taasisi mbili, wamekutana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wamekubaliana. Baada ya kukubaliana, wameweka saini pale. Kwa hiyo kama wamesaini, wameridhika na kile kitu ambacho kimezungumzwa, ndio maana zile taarifa zikatoka. Na hata kama Simba watakwenda kuvutana na Murtaza Mangungu, huo utakuwa ni msala wa Murtaza Mangungu pamoja na Simba Sports Club. Hauwezi kuwa ni msala wa Simba Sports Club dhidi ya Yanga au Simba Sports Club dhidi ya TFF na bodi ya ligi au Simba Sports Club na serikali, kwa sababu tayari wamekaa wamezungumza. Waliwahi kukaa na waziri wa michezo, waliwahi kukaa pamoja na naibu waziri na viongozi wengine na BMT ambao ni baraza la michezo, lakini mpaka leo hatukuwahi kupata majibu ya kile kikao ambacho walikaa. Waliingia kwa awamu na kikaweza kutamatika usiku, ambao waliingia viongozi wa Yanga, waliingia viongozi wa Simba, waliingia viongozi wa bodi ya ligi, waliingia TFF na wakajadiliana. Mpaka leo hatuna majibu ya moja kwa moja, lakini mwisho wa siku kwa hiki ambacho kipo, naamini wameafikiana, na ndio maana ukimya umetawala. Huenda Simba wanasikilizia hisia za mashabiki wao, watareact vipi kuelekea huo mchezo, watakuwa wana kipi cha kuzungumza. Baada hapo Simba watajua wanawatuliza vipi. Kwa maana hiyo na huu ukimya wote uliopo, huenda Simba na wapima mashabiki wake. Wakishaona ukimya muda wote, watachapa barua kwenye mitandao ya kijamii ambayo litaenda. Lakini pia hata kwa afisa habari wa Simba Sports Club wa Mediali, hajaandika chochote kwenye kurasa zake zaidi ya kumuona tu mchezaji ambaye ni Mohamed Hussein Zimbwe. Yeye ndio kuna andiko kaandika pale, anajua mwenyewe tafsida alizotumia pale, ameandika lakini hivyo, yani kamwandika. Lakini Mediali naye kuna post moja ameachia, anasema wewe tutafika tumechoka sana. Sasa maneno mawili hayasaidii, tutafika tumechoka wapi? Kwa maana hiyo kama tutafika tumechoka, kama Yanga walivutana na Simba kucheza mechi ya tarehe 8 ikaja 15, tena tarehe 8 mwezi wa 3 mpaka tarehe 15 mwezi wa 6, lakini imekwenda mpaka tarehe 25. Kitu kikubwa naamini ni kufocus na kufanya maandalizi na kuwatengeza wachezaji kisaikolojia. Tuachane na masuala ya kimitandao ya kijamii, kwa sababu yaliyotokea yameshatokea na wameyakubali, wameyapokea.
Turudi hapa tuangazie sasa kiafya kimichezo hapa, maanake tunaona hili sakata limeibua mambo mengi sana. Young Africans ameenda kusimama kwenye msimamo wake, amekuwa akienda kwenye taasisi lakini amekuwa akirudishwa, mwisho wa siku akaamua kusimama kwenye msimamo mmoja kwamba hatocheza na yupo tayari kutokushiriki tena ligi hata kwa msimu ujao. Tukirudi kiafya ya mchezo kwa ligi yetu hapa Tanzania, unadhani unaiona vipi kwa haya mambo yanapokuwa yanakiendelea, hususan nikiweza kuangalia alienda mbali zaidi akaanza kuhusisha kwamba kuna viongozi wengine wa serikali kuonekana kuingiza mikono? Nafikiri tunaenda kwenye ukomavu, tunaenda kwenye sehemu ambayo tulikuwa tunatarajia kwenda, kwa sababu huu mvutano wa Young Africans, Yanga akaenda kasi kashindikana, akarudi huku na hivyo akarudi na msimamo kwamba hatocheza. Kwa maana hatocheza, Yanga alisimamia kanuni. Kwa hiyo Yanga alisimama kwenye kanuni na bodi ya ligi hawakusimama kwenye kanuni, wao wakawa wanalazimisha kila kitu kiweze kwenda wanavyotaka wao, wa control Yanga, wa control na watu wengine. Kwa maana hiyo, kutokana na huu mvutano, na sasa hivi tunafahamu hivi vilabu vinaongozwa na wasomi tofauti na zamani. Ukiwa na uwezo mkubwa wa kuzungumza, unapewa katibu kwenye timu, utakuwa katibu. Wewe kidogo akili yako iko vizuri, utakuwa mhasibu wa timu. Wewe una busara, una hekima, utakuwa mwenyekiti. Lakini sasa hivi viongozi wanachaguliwa, lakini kuna baadhi ya viongozi wanaajiriwa. Unaona Young Africans, mtendaji mkuu wake Ndu Mtine alishafanya kazi kwenye shirika la soka Zambia, ameshakuwa mtendaji mkuu wa TP Mazembe kwa muda mrefu, ambapo TP Mazembe unazungumza mabingwa mara 5 wa klabu bingwa Afrika. Amerudi, amekuja Young Africans. Unatazama mwenyekiti wa Young Africans ni mtu ambaye ameucheza mpira, ana akili, anajua nini maana uongozi, na wasaidizi wake pia ambao kina Rafatiaji, sijui kina Dulamali, unamzungumza kuna mjumbe mmoja ambaye Alex Ngai ambaye ana trend sana mitandaoni. Na kwa Simba vile vile Murtaza ni msomi, mtendaji mkuu ni msomi ambaye ni Zuena, na viongozi wengine ni wasomi, kina Magoli, kina nani. Kwa hiyo ni watu ambao wana uweledi, atubuluzani kama zamani. Kwa hiyo naona sasa hivi soka letu litenda pazuri kwa sababu tutakwenda kutafasiri sheria, kanuni na taratibu. Hatutakuwa na neno tena ambalo linaitwa busara. Busara ndio limefikisha mpira wetu hapa, kwamba kila kitu wewala, tutumie busara, tutumie busara, tuende. Kwa sasa hivi tutakwenda kutumia sheria na kanuni na si kutumia busara tena. Kwa tukitumia sheria na kanuni, akikosea Simba Uyanga ataadhibiwa, akikosea Mashujaa, Tabora United, sijui Singida ataadhibiwa. Kwa maana hiyo kile kitu ambacho anastahili kupata Simba na Yanga ndo akipate Tabora na Mashujaa. Kwa tutaenda kuzuri na kila mmoja atanufaika na hiki kitu ambacho kinafanyaje kitaendelea kwa baadaye. Lakini kwa sasa kuna vilabu vimepitia nyakati ngumu, vimepitia maumivu makali, lakini sasa naona tunaenda kwenye ukombozi. Kwa maana hiyo, kama kanuni na taratibu zinaenda kurekebishwa na watu wanawajibika, basi tunaenda kusema kwamba mpira wa miguu umeshinda. Yaani kwamba mshindi sio Young Africans, mshindi sio TFF, mshindi sio Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ila mpira umeshinda. Lakini rais ameendelea kuilinda amani ya nchi yetu, kwa sababu utafahamu Simba na Yanga ina wafuasi wengi sana. Mambo yao yakiharibika, basi hata ile amani inaweza ikacheza kidogo kwenye nchi yetu. Kwa maana tukubaliane kwamba mpira wa miguu utakuwa umeshinda, kwa sababu tutakuwa tumeelekea sehemu nzuri na kila mtu atakuwa anaridhika na kile kitu ambacho kinatokea kwenye pichi, kinatokea nje ya pichi, na kila sehemu kila mtu atawajibika kwa ukubwa wake na si kwa udogo. Sasa shukrani.